Moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni. Hapa tunakuletea taarifa pekee kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumapili, Juni 28, 2026. Tulionayo hii leo: idara kuu ya uhamiaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DGM imechukua pasipoti ya mwanasiasa Delice Sanga, hatua iliyomzuia kusafiri kwenda Ulaya ambako alitarajiwa kupata matibabu. FARDC yashambulia kwa ndege zisizo na rubani maeneo ya M23 Twirwaneho huko Fizi, Mwenga na Masisi. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaandika historia kwa ushindi wake wa kwanza kabisa na kufuzu kwa mara ya kwanza hatua ya 16 bora kombe la dunia. Kuna hayo na mengine lukuki. Naitwa Abedi Jean de la Croix, kwa moyo mweupe na mkunjufu nasema karibu. Tuangazie kwa kina habari zetu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lashambulia kwa ndege zisizo na rubani maeneo ya M23 Twirwaneho huko Fizi, Mwenga na Masisi. Juni 27, 2026, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilifanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani za aina ya KT-6 dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 Twirwaneho katika wilaya ya Fizi na Mwenga, yakiwemo Ilondo, Minembwe na Ruinamavi. Aidha, mashambulizi mengine ya ndege zisizo na rubani yalifanywa usiku wa kuamkia Jumamosi, yakilenga maeneo ya Gaseke, Chai, Nyakigano, Luki, Nyabekeri, Lwankeri, Bibwe na Longa katika wilaya ya Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini. Hali ya usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini inaendelea kuwa ya kutatanisha. Mapigano yanaendelea kati ya FARDC inayoungwa mkono na wapiganaji wa Wazalendo pamoja na jeshi la Burundi dhidi ya waasi wa M23 Twirwaneho, Red Tabara na AFC Nyanda za Juu za Minembwe, Kivu Kaskazini. Asasi za kiraia za Minembwe zinasema mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na wapiganaji wa Twirwaneho dhidi ya maeneo yaliyorejeshwa chini ya udhibiti wa FARDC yamesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao na hivyo kuzorotesha zaidi hali ya kibinadamu ambayo tayari ilikuwa dhaifu. Mbunge wa Kivu Kusini Beatrice Navano amethibitisha taarifa hizo na kueleza masikitiko yake kuhusu kushindwa kwa juhudi za kupunguza mvutano kati ya pande zinazohasimiana. Kwa upande wake, mkuu wa tarafa la Fizi Sami Badibanga amesema hali hiyo ya ukosefu wa usalama imeacha athari kubwa kwa raia, huku watu wengi wakiuawa, kujeruhiwa au kulazimika kukimbia makazi yao. Idadi ya waathirika na watu walio katika mazingira magumu inakadiriwa kufikia maelfu kadhaa. Ametoa wito kwa wahusika wote kubadili msimamo wao wa kisiasa na kijeshi ili kuwezesha kusitishwa kwa mapigano na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Katika ngazi ya kikanda, wakati wa mkutano wa 6 wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa usalama uliofanyika London, Uingereza, Juni 24 mwaka huu tunao, serikali ya Kinshasa na Kigali zilithibitisha tena dhamira yao ya kupunguza mvutano unaohusiana na hali ya usalama katika eneo la Minembwe. Kutokana na mapigano hayo yanayoendelea, maelfu ya watu wamekimbia makazi yao katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wengi wao wakikosa msaada wa kibinadamu. Na sasa tujielekeze katika mkoa wa Ituri. Kuwasili kwa walinda amani wa MONUSCO kurejesha matumaini Mambasa mkoani Ituri. Kutumwa kwa kikosi cha uingiliaji wa haraka cha MONUSCO mjini Mambasa mkoani Ituri tangu wiki iliyopita kimeibua matumaini mapya miongoni mwa wakazi wanaokabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa Allied Democratic Forces ADF kwa kifupi. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yamepongeza uwepo wa walinda amani hao. Maoni hayo yalitolewa wakati wa mkutano kati ya ujumbe wa pamoja wa MONUSCO na viongozi wa jamii mbalimbali huko Mambasa Center. Viongozi hao pia walisisitiza dhamira yao ya kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu mienendo yoyote ya kutia shaka. Kwa takriban miezi 4 sasa, wilaya ya Mambasa imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa ADF. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, zaidi ya vijiji kadhaa vimeshambuliwa, watu zaidi ya 150 wameuawa, mali nyingi kuharibiwa na maelfu ya wakazi kulazimika kuyahama makazi yao. Mashirika ya kiraia ya Mambasa yanaamini kuwa uwepo wa walinda amani wa MONUSCO pamoja na wanajeshi wa FARDC utasaidia kuimarisha mapambano dhidi ya makundi yenye silaha na kuboresha usalama katika eneo hilo. Wakilishi wa makundi mbalimbali ya wananchi wamesema wako tayari kuimarisha ushirikiano na vyombo vya usalama
usalama ili kurahisisha operesheni dhidi ya ADF. Hata hivyo, wamezitaka nguvu za usalama kujibu haraka taarifa za tahadhari zinazotolewa na wananchi. Kwa sasa, ujumbe wa pamoja wa MONUSCO unaendelea na ziara yake Mombasa kwa lengo la kushirikiana na viongozi wa eneo hilo kuhusu matarajio ya jamii katika kukabiliana na kuzorota kwa hali ya usalama mkoani Ituri. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Bila shaka usikose kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Hii ni JCTV, chombo chako cha habari ambacho kinarusha matangazo moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Unasikiliza habari zetu za leo Jumapili na mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Ufaransa yatoa wito wa kuwaadhibu wanaokiuka haki za watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ufaransa imetaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua kali, ikiwemo kuwawekea vikwazo makundi yenye silaha na wahusika wote wanaokiuka haki za watoto katika maeneo ya migogoro, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza mbele ya Baraza la Usalama, mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa, Jerome Bonafont, alisema ripoti ya hivi karibuni ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa ukiukaji mkubwa wa haki za watoto umefikia kiwango cha kutisha duniani. Alisisitiza kuwa DR Congo ni miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi hiyo, hasa kutokana na shughuli za makundi yenye silaha ikiwemo AFC M23. Ufaransa pia ilieleza kuwa itaendelea kuunga mkono mfumo wa ufuatiliaji na kuripoti ukiukwaji wa haki za watoto unaotekelezwa na UNICEF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfumo huo hukusanya na kuthibitisha taarifa kuhusu ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto ili kusaidia hatua za kimataifa za ulinzi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watoto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kukumbwa na madhara makubwa ya vita, yakiwemo kuajiriwa na makundi yenye silaha, mauaji, ubakaji na ukatili mwingine wa kingono, utekaji nyara, mashambulizi dhidi ya shule na hospitali, pamoja na kuzuiwa kupata misaada ya kibinadamu. Kutokana na hali hiyo, Ufaransa imetaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wahusika wa ukiukwaji huo na kuhakikisha sheria za kimataifa za kibinadamu zinaheshimiwa. Pia ameonya kuwa bila hatua za haraka, maelfu ya watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataendelea kupoteza haki zao za msingi, ikiwemo elimu, usalama na mustakabali wao. Kwingineko ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupokea zaidi ya dola milioni 348 kutoka IMF. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC itapokea zaidi ya dola za Kimarekani milioni 348 kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF baada ya bodi ya wakurugenzi wa shirika hilo kuidhinisha tathmini ya tatu ya mpango wa mfuko wa mikopo ya muda mrefu na tathmini ya pili ya mfuko wa uhimilivu na uendelevu. Kati ya fedha hizo, takriban dola milioni 258.2 zimetolewa kupitia mpango wa mfuko wa mikopo ya muda mrefu, huku dola milioni 90.3 zikitolewa kupitia mpango wa mfuko wa uhimilivu na uendelevu. Kwa ujumla, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa itapokea zaidi ya dola bilioni 1.12 chini ya programu hizi tangu zilipoanza mwaka 2025. Naibu mkurugenzi mkuu wa IMF Kenji Okamura amesema uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kuonyesha uimara kutokana na utendaji mzuri wa sekta ya madini, huku mfumuko wa bei ukiendelea kubaki katika kiwango cha chini na hali ya fedha za kigeni kuimarika. Hata hivyo, IMF imeonya kuwa uchumi wa nchi hiyo bado unakabiliwa na hatari mbalimbali, zikiwemo hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko wa Ebola, ongezeko la sintofahamu za kisiasa na athari za vita vya Mashariki ya Kati. IMF imeitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuimarisha uthabiti wa uchumi kwa kusimamia matumizi ya serikali kwa uangalifu, kuendeleza mageuzi ya kifedha, kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza uwazi katika matumizi ya fedha za umma. Aidha, sehemu ya fedha hizo itasaidia juhudi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia ulinzi wa misitu yake ya kitropiki, kuimarisha uwezo wa kukabiliana na majanga ya asili na kuingiza masuala ya mazingira katika mipango ya maendeleo ya taifa.
Tujielekeze moja kwa moja katika mji mkuu wa DRC Kinshasa. Kesi inayowakabili maafisa wakuu wa FARDC yaahirishwa hadi Julai 9 mwaka huu. Mahakama Kuu ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahirisha hadi tarehe 9 Julai usikilizwaji wa kesi inayowahusisha maafisa kadhaa waandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, akiwemo jenerali wa jeshi Christian Chiwewe na jenerali John Numbi. Kikao cha mahakama kilichofanyika Juni 25 mjini Kinshasa kilidumu kwa dakika chache tu kabla ya mahakama kutangaza kuahirisha kesi hiyo. Mahakama inaeleza kuwa uamuzi huo umetokana na kutokuwepo kwa baadhi ya majaji wanaosikiliza shauri hilo, ikitaja kile ilichokiita sababu za maslahi ya taifa. Kutokana na hali hiyo, mchakato wa kesi dhidi ya maafisa hao wa ngazi za juu wa vyombo vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesitishwa kwa muda na utaendelea tarehe 9 Julai, wakati usikilizwaji wa hoja mbalimbali utakapokuwa ukianza tena. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Idara kuu ya uhamiaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DGM imechukua pasipoti ya Delice Sanga na kumzuia kusafiri kwenda Ulaya kwa matibabu. Idara kuu ya uhamiaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DGM imechukua pasipoti ya mwanasiasa Delice Sanga tu iliyomzuia kusafiri kwenda Ulaya ambako alitarajiwa kupata matibabu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maafisa wa uhamiaji walizuia pasipoti yake na hivyo kumkatalia kupanda ndege kuelekea Ulaya. Hadi sasa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazijatoa sababu rasmi za hatua hiyo. Tukio hilo limetokea katika kipindi ambacho kuna mvutano wa kisiasa kati ya serikali na sehemu ya upinzani nchini DR Congo, ambapo Delice Sanga ni mmoja wa viongozi wanaoikosoa serikali kwa nguvu. Kwa sasa serikali wala DGM hawajatoa tamko rasmi kuhusu sababu za kuzuiwa kwa pasipoti ya Sanga, huku taarifa hiyo ikiendelea kuzua mijadala katika duru za kisiasa nchini humo. Tumalizie habari zetu na michezo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaandika historia kwa ushindi wake wa kwanza kabisa na kufuzu kwa mara ya kwanza hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandika historia hii leo mjini Atlanta huko Marekani baada ya kuifunga Uzbekistan mabao 3-1 na kupata ushindi wake wa kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia. Ushindi huo pia umewezesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuzu kwa mara ya kwanza hatua ya 16 bora ya mashindano hayo. Kipindi cha kwanza kilikuwa kigumu kwa kikosi cha kocha Sebastien Desabre ambacho kilikabiliwa na mashambulizi makali kutoka kwa timu ya Uzbekistan. Katika dakika ya kwanza Uzbekistan ilifunga bao ambalo baadaye lilikataliwa kutokana na kuotea. Dakika ya 10 Eldol Shomurotov aliifungia Uzbekistan bao la kuongoza kwa shuti kali kutoka upande wa kushoto wa eneo la hatari. Licha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumiliki mpira kwa muda mrefu, haikuweza kusawazisha kabla ya mapumziko na hivyo kwenda mapumziko ikiwa nyuma ya bao 1-0. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi tofauti, huku DRC ikiongeza mashambulizi. Dakika ya 66 Yohani Wissa alifungia DRC bao la kusawazisha kupitia mkwaju wa penalti. Dakika ya 78 Fiston Kalala Mayele aliweka kimiani bao la pili, na katika dakika za nyongeza baada ya muda wa kawaida kumalizika, Wissa alifunga bao lake la pili na la tatu la DRC kwa shuti kali kabisa kutoka nje ya eneo la penalti na kuhitimisha ushindi wa mabao 3-1. Yohani Wissa! Oh! Kwa ushindi huo, Leopard ya DRC imefuzu kwa mara ya kwanza katika historia yake ya hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Baada ya kufunga mabao 2 dhidi ya Uzbekistan, Yohani Wissa amefikisha jumla ya mabao 3 katika kombe la dunia 2026 na kuendelea kudhibitisha nafasi yake kama kiongozi wa safu ya ushambuliaji ya Leopard ya DRC. Akizungumza baada ya DRC kufuzu hatua inayofuata ya mashindano, mshambuliaji huyo alisema: Qu'est-ce que j'apporte à cette équipe? C'est beaucoup de confiance, beaucoup de voilà, j'essaie de prendre ce poids sur mes épaules parce que je me mets beaucoup de poids sur les épaules pour pouvoir libérer mes coéquipiers. Maintenant, j'embrasse ce rôle de leader parce qu'aujourd'hui j'en suis un et je suis fier d'être leader du Congo. Maintenant, je ne prends pas ce rôle juste pour faire le fanfaron. Je prends ce rôle-là pour bonifier l'équipe, pour bonifier les joueurs qui sont autour de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai fait avec brio. Et depuis le début
ma campagne, entre guillemets, depuis que je suis avec la sélection, c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, aujourd'hui je suis très fier de ce que j'ai fait, je suis très fier de ce que mes coéquipiers ont fait, parce que voilà, aujourd'hui quand on voit un Théo Bongonda qui vient pour la première fois, Mecha Elia et Fiston Mallier qui sont pour la première fois, qui jouent pour la première fois dans cette Coupe du Monde, ça montre aussi l'image de l'équipe, et qu'on a besoin de tout le monde. Ushindi huo wa Leopard umepelekea mashabiki wengi wa timu hiyo kujawa na furaha. Yani Yenge Kiza, kwa kweli siku ya leo imekuwa siku ya furaha kwa Wakongomani wote ambao wako nchini Kongo na wenye wako diaspora, vile na Afrika mzima walishabikia sana timu ya Kongo kuingia kwenye stage ya 16, na hiyo imewapa imani kwamba wengi hawakulala. Yani tumesherekea sana ushindi huo, na tunachokiomba kwa coach ajaribu kutunza wale wachezaji ambao wametufurahisha leo, ili hata katika mchezo wetu na England ili tuweze kufanikisha tena. Timu yetu ya Leopard imetokea kufanya na kutufurahisha kama taifa na wananchi wake. Baada ya miaka 52 kushiriki kwenye kombe la dunia, tulipata fursa na ujasiri wa kuweza kuonyesha kwamba na sisi tunaweza. Kwa hiyo nina furaha kubwa sana. Mara ya mwisho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki michuano hiyo ilikuwa mwaka 1974 ambapo ilimaliza mashindano bila kufunga hata bao moja. Ushindi wa sasa unaashiria mafanikio makubwa katika historia ya soka la nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.